Bwana apewe sifa. Jina la Bwana lihimidiwe. Kipekee namshukuru Mungu amenipa nafasi ya kusimama mbele yenu katika siku hii ya leo ambayo Mungu ameikubali na kuikabali. Jina la Bwana lihimidiwe. Pia napenda kumshukuru mtumishi wa Mungu Baba Maono kwa kunipa nafasi ya kusimama siku hii ya leo. Neno la Mungu au kichwa cha somo katika wiki hii ya shukrani, lakini tulikuwa linaangaza katika uwepo wa Mungu wakati wa kumshukuru, nguvu za Mungu wakati wa kumshukuru, yaani uwepo wake ndani yetu wakati wa kumshukuru. Vitu gani vinatendeka wakati wa kumshukuru Mungu? Ni wakati wa kumrudishia sifa na utukufu, ni wakati wa kumwangalia Mungu ndiye aliyetenda, si mwanadamu. Kadri unapomshukuru Mungu ndipo unapoongeza na kuchochea nguvu za Mungu ndani yako. Katika maisha ambayo tunaishi, ukiwa na uweza wa kumshukuru Mungu, kutambua Mungu ndiye chanzo cha kila kitu, unapata kuinuliwa. Haleluya! Tunapokuwa tukimshukuru Mungu, tukirudisha sifa na utukufu, tunaweza kupata vitu mbalimbali. Ndani ya shukrani kuna kukumbuka, ndani ya shukrani kuna kuinuliwa, ndani ya shukrani kuna kurejeshewa. Tunapomshukuru Mungu katika roho na kweli na kujinyenyekesha, Mungu anatukumbuka. Haleluya! Unapojenga tabia ya kumshukuru Mungu mara kwa mara, Mungu anaikumbuka familia yako, anakumbuka biashara zako, anakumbuka kazi yako, anakumbuka maisha yako. Shukrani ni muhimu sana katika maisha ya muamini. Uwepo wa Mungu wowote unapokuwa unamrudishia sifa na utukufu katika kusifu na kuabudu, unashuka. Tunapomshukuru kwa sifa na kwa maabudu, kulisoma neno, kuishi maisha matakatifu, tunaporudisha shukrani na sifa, Mungu anashusha uwepo wake na uso wake unakuwa karibu yetu. Ukiangalia kwenye Biblia, kuanzia katika kitabu kile cha Zaburi ya 18, Zaburi ya 118, tunaweza kuona jinsi gani shukrani ni muhimu sana katika maisha yetu. Neno la Bwana linasema, haleluya, mshukurini Bwana kwa kuwa ni mwema na fadhili zake za milele. Na Israeli iseme sasa ya kuwa fadhili zake ni za milele. Malango ya Rumi yaseme sasa ya kuwa fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana waseme ya kuwa fadhili zake za milele. Bado Mungu anasisitiza kuwa katika kumshukuru Mungu ndipo tunamrudishia sifa na utukufu. Lazima tutambue mema yote yanatoka kwake. Ikiwa ni swala la maisha, swala la kazi na biashara, lazima utambue Mungu ndiye anayefanya vyote. Ni wateja, ni kuvuna, kuwa na familia nzuri, kupata ada za watoto, lazima mrudishie sifa na utukufu Mungu kwa kumshukuru, ili kutambua yeye ndiyo chanzo ya yote haya. Leo ninakutamkia kuwa unapoenda kumshukuru Mungu, kila kitu kamba zote zimekatwa, kamba za matatizo zimekatwa. Mmeinuliwa kwa jina la Yesu. Kupitia shukrani zake Bwana anaenda kuwainua.
Bwana anaenda kuwainua. Malango yenu ya baraka yanakuwa wazi. Malango ya baraka yanakuwa wazi. Hapa ilikuwa ni Haruni, lakini sasa ni wewe. Haleluya! Malango ya baraka yanakuwa wazi. Malango ya kuinuliwa yanakuwa wazi. Pia katika kumshukuru Mungu kuna kufadhiliwa. Maisha haya tunayoishi wa mfumo wa sasa hivi, pasipo kufadhiliwa huwezi kufika. Lakini unapomshukuru Mungu, Mungu yeye anakufadhili na kutambua Mungu kuwa ndiye mfadhili. Haleluya! Na kutamkia kuwa kuanzia leo Mungu atakuwa mfadhili wako katika jina la Yesu. Mungu akawa mfadhili wa maisha yako. Popote unapoenda utambuliki, lakini Mungu akawa mfadhili wako. Mungu akakutambulishe, ukuu wake ukakutambulishe, uweza wake ukakutambulishe. Mungu atembee na nyie, uso wa Bwana utembee na nyie kwa jina la Yesu. Pia ukiendelea kusoma nakwambia, Bwana, ukisoma hii sita nakwambia, Bwana yuko upande wangu, sitamwogopa mwanadamu. Atanitenda nini? Bwana yuko upande msaidizi wangu, kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Hapa Daudi anaendelea kusema kuonyesha kuwa unapokuwa ukimshukuru Mungu, Bwana anakuwa upande wako, anakuwa mlinzi, anakuwa mtetezi, anakupa uimara na uhodari, kwa hutakuwa na roho ya kuogopa, anakupa ujasiri. Leo ninatamkia Mungu akakupa ujasiri, ukashinde kila dhoruba, ukashinde kila matatizo, ukashinde kila hali. Bwana akawapigi watesi wako. Bwana akakutetea kila itapo leo. Ukienda hapa anaendelea kukuambia kuwa ni heri. Ukienda namba 7 anakuambia Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu, kwa hiyo nitamwona, nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Nani anakuambia ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kutumainia wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana 9 kuliko kumtumainia wakuu. Mataifa yote yalizunguka kwa majina ya Bwana wakakatiliwa mbali. Haleluya! Tunaendelea kuonyesha kuwa tunatakiwa tutambue kuwa Bwana ndiye mchungaji wetu. Yeye ndiye ambaye anatufadhili. Yeye ndiye wa kutegemewa, sio wanadamu. Mungu hapendi umtegemee mwanadamu. Mungu anapenda umtegemee yeye, kwa kuwa yeye ndio wa kushukuriwa, yeye wa kuangaliwa siku zote. Haleluya! Utoe macho kwa wanadamu, peleka macho kwa Bwana. Leo ninakutamkia ili uweze kufanikiwa na kuishi maisha ya shukrani, weka macho kwa Bwana. Haleluya! Muangalie Bwana, si mwanadamu. Watu hawana mbingu, ila Mungu ana mbingu. Haleluya! Ukiendelea anakwambia mataifa yote yalinizunguka, kwa jina la Bwana nalikatilia mbali. Walinizunguka, naam nalizunguka, kwa jina la Bwana nalikatiliwa mbali. Mataifa ni watu wasioamini. Mataifa ni watu ambao wapo kwa ajili ya kuwashusha wengine au kuwawekea vikwazo wengine wasifike pale Mungu ambapo anataka. Mungu anataka, amekusudia wewe. Kwa hiyo Mungu anaendelea kusisitiza tuendelee kumtegemea yeye, tukae katika hali ya kushukuru na kutambua kuwa fadhili zake ni za milele, kwa kuwa hata utakapotusonga hatutagaharika, hata utakapotusonga hatutapata madhara. Haleluya! Nataka nikutamkie kuwa weka jicho kwa Bwana, mwangalie Bwana. Yeye ndiyo mtetezi wa maisha yako, yeye ndiyo mfadhili kwenye kazi za mikono yako, kwenye chochote unachokifanya, iwe ni mkulima, iwe ni mwanafunzi, iwe ni mtu yoyote, hata nyumbani, mama nyumbani, mtegemee Bwana. Ndiye mchungaji wako, Bwana ndiye mtetezi wako, Bwana ndiye kimbilio lako. Anakuambia ana heri yule ambaye anamkimbilia Bwana, yaani ana baraka yule ambaye anamtegemea Bwana. Ana heri. Ukiona heri kwenye Biblia maana yake ni baraka, yaani ana heri nyingi, ana baraka mbele za Bwana, kwa sababu Mungu anapendeza na mioyo ya shukrani, anapendeza na watu ambao wanamtegemea. Kwa maana Biblia inasema ana heri yule anayemtegemea Bwana. Haleluya!